unapoendelea kuchapa na Ippa Films, usisahau kusubscribe, kuturn on notification. Na hii ni recap movie episode ya 24. Leo pale tulipoishia ndio tunapoendelea kabisa katika episode hii. Karibu tuweze kuangazia matukio moja kwa moja ambayo yameweza kusheheni kwa kubwa kabisa, yameweza kushika kasi katika episode hii. Moja tukio kubwa kabisa ni hilo ambalo linawakuta hawa watu ambao wameweza kuingia ndani ya msitu, lakini pia hawa watu wakiwa ni majambazi ambapo hatujui huko walikokuwa wanatoka, lakini hapa na penyewe safari yao inaanzia tena hapa kabisa, kwa mambo mengi tena mabaya sana ambayo yamekuwa ni mambo machafu katika msitu huo. Ukifanya tayari na wewe unaweza kuhukumiwa. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii imekuwa ni moto sana katika matukio haya. Moja kwa moja katika episode hii tutaenda kuangalia joka kubwa kabisa hilo, sijui ni Cobra huyo ambao anaweza kumtokezea huyu mwanakaka mmoja. Lakini pia katika episode hii natufungua vitu vingi sana, tunaweza kuangalia kubwa kabisa jamani, matukio makubwa. Lakini pia katika section nyingine ni section hii ya hapa kambi, ambapo tunaweza kuona kwa umoja huu ambao ni umoja wa wasanii ambao wameingia kambi. Lakini hapo alikuwa na mtafaruko mmoja, Rizi, ambaye alifelisha kazi kwa siku hiyo kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye kile kiumbe kinamsumbua na kinampelekesha sana, hivyo hata hakuweza kutokea kwenye mambo ya kushuti. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii kwa upande huu wa hapa kambi, wamekuwa ni watu ambao wana malumbano ya hapa na pale, lakini kukosea kwa Lizi imekuwa ni gumzo kwa sababu tumekuwa tukimzoea Albert pamoja na J4 akikosana. Lakini pia Rizi hawajui kwa kuna kiumbe ambaye ni mwika anaendelea kumsumbua ndani ya mwili wake. Hatujajua zaidi kitakachojili kwa Rizi, kwa sababu hata kiumbe kile kiliweza kusema kwamba sasa ni muda sahihi wa kutumia ili apate nguvu zake. Moja kwa moja katika episode hii matukio kasi yameweza kuwa ni matukio moto zaidi. Lakini pia ni siku nyingine tena katika hiyo engo ya msitu, na tunaweza kuangalia pia tukio hili ambalo ni tukio lililotuchekesha sana, limetufungua, limetuacha na vitu vingi sana, kwa sababu tukio hili limekuwa ni mwendelezo wa ugomvi wa J4 pamoja na huyo Mwalimu Albert. Sasa tunaweza kuangalia katika hii section kwa sababu tumeweza kuona kabisa kwamba malubano ya hapa na pale hayaishi kambi. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa J4 pamoja na Mwalimu Albert, limekuwa hili ni kama bato ambalo haliishi. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii vitu vingi zaidi ambavyo vinaweza kuendelea. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwamba Albert kuna muda kama anatumia dharau na makusudi. Haiwezekani hata kama ungalikuwa ni wewe maji umeyaweka, lakini unakuja tu kuna mtu anakuja anachukua na mnaenda kuoga, anaenda kuoga, so inakuwa kitu sio poa. Halafu mbaya zaidi anakuambia kama vipi njoo tuoge wote, halafu ni mwanaume mwenzio, inaumiza sana. Lakini pia Albert pengine ndo tabia yake, lakini pia kwa J4 tunaonekana kuwa ni mtu ambaye sasa ni mkali. Sasa hii tabia mimi nahisi haitaisha, lakini pia watakuja wapigane hata waumizane. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii matukio ambayo yameweza kutuacha na vitu vingi sana katika episode hii. Episode hii ya 24. Hivyo tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa. Sasa J4 naye aliweza kumwambia kwamba sasa kwa kuwa umeamua hivyo, sasa ngoja na mimi nikuonyeshe kwa na mimi ni chizi. Akaamua kuzichukua nguo zote pale. Sasa sijui atajifunika nini akiwa anatoka bafu. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii alikuwa ni mtu ambaye anahanya sana. Lakini pia beef ambayo alikuwa ameitengeneza Lizi kwa sababu J4 alitoa nguo zake, lakini pia kwa J4 hakupenda kile kitu. So tunaweza kuangalia katika episode hii tutajifunza vitu vingi sana kwa Rizi pamoja na J4 pamoja na Albert kwenye upande huu wa hapa kambi. Katika hii movie tunaweza tukasema kwamba matukio ambayo yamekuwa ni moto katika episode hii na ni mwendelezo wa recap movie, na mimi ni Pako Gang moja kwa moja. Lakini pia sasa Albert alikosa cha kufanya, tunamwona anajitetea, lakini pia ameshakosea. Haiwezekani maji ya mwanaume mwenzako yapeleke bafuni na uweze kuyaoga. Katika episode hii upande huu umekuwa ni upande moto sana, lakini pia umekuwa ni upande ambao una gumzo kubwa, kwa sababu matukio haya imekuwa ni kama endelevu kwao, na wamekuwa na bato ambalo haliishi, ni sawa na upinzani, yani wamekuwa ni wapinzani wa jadi. So wanaweza kaangalia katika hili pia ni episode moja ambayo imekuwa ni pambe sana. Lakini pia hapa tunajifunza kitu, kwa sababu tunaangalia katika section hii wamekuwa ni watu ambao wanafujo, lakini wanafanya kazi, especially hicho kilichowapeleka msuni wanakizingatia. Lakini pia tukiendelea hapo kambi tunaona director naye kuonekana ni mtu ambaye kidogo anakuwa ni mtu ambaye ana tamaa, lakini pia anakuwa ni maraa. So tunaweza kuangalia kwa upande huo, je, unawafunza nini wasanii wenzako? Hivyo tunaweza kuangalia katika section hiyo. Kanami Pako Gang linaendelea kupatia recap movie hii kwa siku ya leo. Lakini pia
Kwa upande huu tutaenda kuangazia matukio kadha wa kadha, kwa sababu mimi ninachofikiri ni kwamba kwa upande huu yani track zitakuwa nyingi. Tunaweza kuangalia katika episode hii pia kwa upande huu, lakini tunaweza kuangalia Rizzy alikuwa ni msaada kwa Albert baada ya kuchukua zile nguo na kumpelekea, lakini bila kujua Rizzy pengine atajitengenezea athari na fujo, kwa sababu hiki kitu tunaweza tukasema kwamba sio poa. Halafu tu mtu unachukua nguo za mtu mwenzie unaenda unampa, hali ya kuwa yeye alikuwa amekomeshwa. Hivyo tunaweza kuangalia, na upande mwingine Rizzy anaweza kusema kwamba amemstiri mwalimu wake na ametumia hekima na busara, kwa sababu huyo ni mwalimu wake na asingependa kumuona anaendelea kutabika, lakini pia ametimiza majukumu yake kama mtoto ameweza kutimiza majukumu yake kama mwanafunzi. Hivyo tunaangalia katika episode hii kwa engo hiyo. Endelea kuwa nami, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on notification. Ndani ya msitu pia tunaweza kuangalia katika upande huu, lakini pia tutaenda kuangalia katika section nyingine kwa huyu Masorobo. Tunaweza kuangalia Masorobo kwa anapitia wakati mgumu sana, kwa sababu amekwisha wapoteza kaka zake, amekwisha mpoteza kaka yake mkubwa Makatobe, lakini pia ameweza kumpoteza kaka yake Aklimali. Sasa mawazo yanamwijia kichwani, kwa sababu hata kama ungelikuwa ni wewe, kuna muda inafika sasa unajiuliza ni kwa nini, na huu msitu tumeulinda kwa muda, ni kwa nini unatufanyia vitu kama hivi, ni kwa nini unashindwa kutambua? Lakini kama hicho kitu kimeshawekwa, imana ni sheria, haijajulikana kwamba labda ni nani ambaye atakaivunja, ni nani atakayefanya hivyo, lakini pia kwa sababu ni sheria, hivyo tunaweza kuangalia ni kitu ambacho tayari kimeshapangwa. Katika upande huu pia tunaweza kusema kwamba Ashraf amekuwa ni mtu ambaye Masorobo amekuwa ni mtu ambaye anawapitia wakati mgumu sana, lakini pia kwa Rachi, Mr. Rachi amekuwa ni mtu ambaye anamhimiza ama mzee msitu huyu, kwa sababu hiki kitu kimekuwa ni kama masharti, tukikosea ni lazima kaka. So tunaweza kuangalia kabisa Rachi alikuwa anamsihi haiwezekani na inabidi Ashraf cool down, utulie, lakini Ashraf hakuelewa na akasema kwamba endapo kuna mtu atapata changamoto yoyote kuhusu msitu yuko tayari kwa lolote, pengine na yeye anaweza akapotea. Hivyo Rach alimpa tu uangalizi mkubwa kwamba inabidi awe makini, kwa sababu pengine na yeye kuna kitu kinaweza kikamkuta. Tunaweza kuangalia Masorobo akiumia sana katika episode hii. Tumeona kabisa kwamba anajua kwamba ni jinsi gani ameweza kupoteza ndugu zake. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification tukiendelea katika episode hii ya 24, na mimi ni Paco Gang tena kukuletea matangazo haya ama recap movie. Siku ya leo ni matangazo ama recap ambazo tunazieleza kwa uchache, lakini pia tunakata matukio ambayo yanakuwa ni hapo moto katika sini hiyo, lakini pia anakuwa na maana sana. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii Masorobo amekuwa ni mtu ambaye anapitia wakati mgumu sana na anaumia vibaya sana, kwa sababu hii kitu kimekuwa endelevu kwake. Tunaweza kuangalia katika episode hii na tunajifunza kitu. Aliweza kumwambia neno zito sana huyu Rachi kwamba endapo itatokea mtu ameweza kufanya vitu ambavyo kwenye msitu vitakuwa haviko vizuri, yuko tayari, pengine na yeye akawa ni mshawishi mbaya wa msituni. Hivyo tunaweza kuangalia lakini pia inabidi awe na tazari, kwa sababu hiki kitu tunaweza kusema kwamba ni kitu ambacho sidhani kama kuna mtu anaweza akatimiza, kwa sababu hakuna ambaye amewahi kuingia ndani ya msitu na akaweza kutoka salama katika episode hii. Hivyo kwa Rachi lakini pia kwa Masorobo wamekuwa ni watu ambao sasa wana upinzani, lakini pia anatengeneza bifu ambayo pengine haikuwa ni yake, lakini pia kwa sababu ya kurinda heshima pamoja na kuweza kuumia zaidi kwa ajili ya makaka zake, hivyo anapambania hicho kitu kwa sababu kuna muda anaumia. Katika episode hii upande wa Masorobo lakini pia Rachi, Mr. Rachi, tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa huyo mzee wa msitu tukiwa ndani ya episode hii ya 14. Subscribe na kuturn on notification. Lakini pia upande mwingine ni upande huu ambapo tunaweza kuangalia Rachi akiwa na mwanadada Erivia. Hawa ni watu ambao wanaishi pale kambi, na Erivia tunaweza kuona kwa namna moja ama nyingine mzee kuna maneno akiyaongea, kwa kweli ni maneno fulani ambayo ukiyatafasiri unaweza kuelewa yanamaanisha nini, kwa sababu ya kila kitu ambacho anakiona na wanachokifanya pale anakiona. Na usisahau kwamba Erivia amefanya mapenzi na nani? Na director wake. Hivi tunaweza kuangalia hata mzee kile kitu kilikuwa kama kinamchoma kiasi fulani ndani ya mwili wake, lakini pia tunaweza kuangalia kwa sababu hiki ni kitu ambacho ni cha kawaida sana, lakini pia alikuwa anamwambia vitu vingine vingi
especially kwa hii situation ambayo inakuwepo, lakini pia alikuwa analenga kwenye point, anakaza kwenye mshono kwamba kuna kitu fulani ukimwambia mtu tu atajiongeza kwa sababu yeye ni mtu mzima. Lakini pia mimi nampenda sana Mr. Rachi au huyu mzee msitu kwa sababu yeye anakuwa ni mtu ambaye anatoa tahadhari, lakini pia ni mtu ambaye ana maono, lakini pia ni katika tuhari ya kujenga, kutathmini. Lakini tunaanza kuangalia kwa sababu bila kujifikiria kile kitu, pengine hata hapo kambi unaweza kupata madhara, kwa sababu unapofanya mapenzi wakati umeruhusiwa ukajikuta muda mwingine unaenda kuyafanya huko msituni. Hivyo tunaanza kuangalia katika episode hii, imekuwa moto sana. Episode ambayo imekuwa moto, lakini pia scene ambayo itaenda kutufungia episode siku ya leo ni episode hii ambayo lakini pia ni scene moto kabisa. Hii scene ambapo tunaweza kuangalia imeenda mle msituni, lakini pia tunakutana na hii scene ambayo ina tukio kubwa kabisa. Huyu mwanadada akijua ni mwenzake, lakini pia ahamini macho yake, anaenda kuona kitu cha ajabu sana. Episode hii imekuwa ni moto. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii mambo mengi yanakuja, kwa sababu sasa wameanza kuyaona mauzauza na mizaa mingi, kwa sababu mpaka sasa wamempoteza mwalimu wao msituni, wamempoteza mkuu wao msituni. Hivyo tusahau kusubscribe na kutani notification, lakini pia na Hyper Film tunatangazo hapo. Endelea kufuatilia hii kwa sababu ni movie pendwa sana, lakini pia tukutane next episode. Asante sana. Kuanzia miaka 18 kuendelea mpaka miaka 60 au 50 na kitu, kwa jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Hivyo tunatoa hii fursa kwa mtu yoyote yule ambaye anaamini ana uwezo wa kuigiza, ila hata kama huna uwezo wa kuigiza, lakini ni mtu ambaye ukielekezwa unaweza ukawa faster kuelewa, tunawapokea, kwa sababu tuna darasa pia kwa ajili ya kujifunza elimu nzima ya kuhusiana na masuala ya sanaa ya uigizaji. Nafasi hii tunaitoa kwa wakazi wanaoishi manispaa ya Kahama tu, ndio sehemu ambayo tumekusudia kufanyia project yetu. So kwa sasa hivi tunaanza na wasanii au mtu yoyote ambaye anatamani kuwa msanii wa kuigiza ambaye anapatikana wilaya ya Kahama. Hivyo basi kitu ambacho unatakiwa kukifanya ni kitu kimoja tu. Kuna namba zinapita hapa chini. Hizi ni namba ambazo zinapatikana WhatsApp. So unachotakiwa ukifanye, ingia WhatsApp, tutumie ujumbe, taja majina yako matatu, umri wako na jinsia yako, pia tuma na picha zako. Ikiwezekana kama ulishawahi kufanya kazi na nini, ni vizuri unaweza ukatuma pia hata baadhi ya clip zako tukaona. Then sisi tutakuita, tutakufanyia interview. Tukisharidhika na wewe, basi utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kushiriki katika project yetu. Lakini pia na Hyper Film tunazo fursa nyingi zaidi, ikiwemo kama darasa kwa ajili ya mtu kujifunza. Sio lazima ushiriki na sisi au ujiunge na sisi, ila tuna sehemu ambayo wewe kama mtu ambaye unapenda sanaa au ni msanii ambao unatamani kujiendeleza, tunalo darasa kwa ajili ya kufundisha masuala yote kuhusiana na sanaa, na gharama zetu ni nafuu sana kwa mtu ambaye atakuwa anatamani kujifunza issue zima za kuhusiana na masuala ya sanaa. Karibu sana, tunapatikana Kahama na hii fursa ni kwa ajili ya watu wa Kahama tu. Namba ni 0799722588. Wako na Hyper Films, mkurugenzi wa Hyper Films. Karibuni sana.